Hongera sana kwa kudownload application ya kukusaidia kudhibiti biashara yako. Sasa hii ni POS Digital Report. Umeshai download, unataka uitumie sasa kudhibiti matumizi kwenye duka lako au kwenye biashara yako. Kumbuka hili duka unaweza ukawa umemwachia muuzaji au unakuwa unauza mwenyewe. Sasa upande wa kudhibiti matumizi, unaenda kwenye hii dashboard, unaenda kwenye aina ya matumizi. Hapa kwenye aina ya matumizi ni mahali ambapo unaingiza wewe sasa kama boss, unaingiza matumizi ambayo yanaruhusiwa kwenye lile duka lako. Kwa mfano hapo naona ili duka langu mimi naruhusu matumizi ya chakula, maji, umeme, ushuru wa soko. Wewe kwa mfano kuna kitu kingine ambacho unaruhusu watu wawe nakitumia. Unaenda hapa kwenye kujumlisha, unabonyeza hapa, unaongeza kitu kingine ambacho unataka at least hapo dukani kwako watu wawe wanatumia. Kwa mfano usafiri. Mtumishi wako labda anachukua pesa ya usafiri. Unaandika usafiri, unaiongeza hapa. Kwa hiyo usafiri inakuwa sehemu ya matumizi ambayo yanakubalika kwenye hilo duka lako ambalo umeliweka Mbezi, lakini mfanyakazi wako labda anatokea Kariakoo. Sasa baada ya kuwa umeweka matumizi, unarudi nyuma hapa. Mfanyakazi sasa akiuza siku hiyo, lazima kama kuna matumizi ambayo ameyatumia aingize kwenye mfumo wako. Sasa anaenda pale kwenye ingiza matumizi, unabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, unabonyeza hii kujumlisha hii kujumlisha, unataka hapa aina ya matumizi unaandika usafiri. Ametumia usafiri shilingi ngapi? Ametumia shilingi 5,000 ya usafiri. Inakaa pale, ukiandika ukibonyeza hifadhi, tayari inakuwa imeongeza matumizi hayo kwenye orodha ya vitu ambavyo vimetumika siku hiyo. Haya ni matumizi mengine ambayo yalitangulia kama unavyoona, lakini huyu mfanyakazi wangu siku hiyo ametumia shilingi 5,000 pia kwa ajili ya usafiri. Sasa wewe mwenye duka lako unataka kuona, sasa unaenda kwenye report. Ukienda kwenye report unatafuta report, unaenda kwenye matumizi ya hivi karibuni au matumizi. Report yenyewe hiyo hapa inakuonyesha matumizi ya leo, matumizi ya siku 7 zilizopita. Na matumizi ya leo kwa mfano tumetumia siku 7 zilizopita tumetumia 10,500, lakini kama ni leo unaweza kukuonesha kabisa matumizi leo tumetumia shilingi 10,000, imetumika vitu vinne hapa. Ukija hapa chini inakuonesha pia matumizi hayo ni ya namna gani. Kwa mfano hapa 5,000 imekuwa ni usafiri, 3,000 chakula, 1,500 umeme na 500 ushuru wa soko. Tayari unakuwa umeshajua siku hiyo ni kiasi gani cha pesa kimetumika. Kumbuka kule kwenye kuuza umeona kiasi gani umeuza, kwa hiyo umeona na kiasi cha matumizi. Application hii itakusaidia sana kwa kweli kuweza kudhibiti upotevu wa pesa, na kila shilingi ambayo inatumika lazima ingie kwenye mfumo. Mfanyakazi akitaka kutumia pesa nje ya matumizi uliyomwelekeza inakuwa haiwezi kupokea hiyo kitu. Karibu sana, usiache kudownload kama bado, lakini hii ni application muhimu sana ambayo itakusaidia.